watu jinsi wanavyokula ndivyo wanavyopata magonjwa. Kwa mfano, sasa hivi watu wanatumia pombe, sasa hivi watu wanatumia hawanywi maji ya kutosha jinsi wanavyokuwa wanakula chakula chao, watu wanavuta sigara, wanaathiriwa, wanapata kansa ya ngozi na mapafu kutokana na nini? Na mtindo wa maisha. Kwa mfano kisukari, watu wanavyokuwa wanakula vyakula vyenye sukari nyingi wanaenda kusababisha kisukari. Pia watu hawafanyi mazoezi kama jinsi wanavyoshauriwa na madaktari. Huo ni mtindo wa maisha ambao unasababisha magonjwa mengi sana. Tusipuuzie hili swala la kusoma machapisho. Kwa vijana wengi ambao labda ni wavivu sana kusoma haya machapisho na vitabu mbalimbali vinavyoandaliwa kwa mfano na shirika la HHES, yani Home Health Education Services, nipende kutoa wito kwamba waweze kujifunza yale maandishi yaliyoko pale, kwa sababu ni mazuri na yenye kubadilisha mtazamo wao hasa katika maendeleo. Nikipenda kushauri vijana waanzishe kuwa wabunifu, wajihusishe kwenye masuala mbalimbali ambayo watajisaidia kutokuwa tegemezi kwa wazazi wao, kujikwamua kwenye maisha na pia kutojiingiza kwenye makundi mbalimbali ambayo yanakuwa sio mazuri katika maisha yao na pia yataharibia maisha yao. Ni shirika la HHES, yani Home Health Education Services. Shirika hili lipo kila mahali ili kuhakikisha jamii wanakuwa na ufahamu juu ya afya, mahusiano, ujasiriamali na mengine mengi. Kutokea Babati, fuatana nami utagundua namna ambavyo vijana hawa wananufaika na shirika hili. Kwa majina naitwa Amani Abeid Bakari. Ni mwanafunzi nilijifunza katika shirika la HHES linalohusiana au linalohusika na lishe bora kwa vijana pamoja na malezi na mabadiliko yanayotokea katika umri wa ujana. Katika kujifunza kwangu nimejifunza kuhusiana na lishe bora kwa vijana. Lishe hiyo inatokana na mgeuko au mabadiliko yanayotokana na sayansi na teknolojia. Tukilinganisha sasa na wakati uliopita miaka ya 1900, wazee wetu walikuwa wakila vyakula vinavyotoka katika mashamba na maeneo ya karibu ambayo walikuwa wakialima. Na vyakula hivyo walikuwa hawavikoboi, kwa maana ukikoboa chakula unaondoa kiini kilichopo katika chakula, hivyo hautakuwa unakula chakula kilichokuwa na kirutubisho. Hivi sasa baada ya 1900 watu sasa wanaanza kula vyakula vinavyotoka katika viwanda. Vyakula hivyo vinakuwa vimekobolewa, vingine vikiwa vimejazwa mafuta, vingine vikiwa vimewekwa kemikali ya kuhifadhi vyakula hivyo vikae kwa muda mrefu. Vyakula hivyo vinapelekea katika mwili wa binadamu kupunguza uzalishaji wa seli, pia kupunguza umri katika maisha ya mwanadamu. Magonjwa ambayo yanasababishwa na mabadiliko hayo, tunaona wengine wana kisukari, watu wengine wana baridi yabisi, watu wengine wana magonjwa ya mifupa, na wengine wanakuwa na magonjwa au unyafuzi, tuseme kiribatumbo. Inatokana nini? Na vyakula ambavyo tunakula havina mpangilio au havina lishe sahihi iliyoko katika lishe bora ambayo imeelekezwa. Tunaamini kwamba vitabu vingi vya dini vinaeleza kuhusiana na lishe. Dini zote, madhehebu yote yanahitaji lishe bora. Hiyo inatokana na nini? Kubadilika kwa lishe ni kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia na hali ambayo vijana wengi wanaishi hivi sasa. Hivyo ya kuasii jamii ya kwamba yapasa tutumie lishe bora ili kuhifadhi miili yetu, tuishi miaka mingi, lakini kuepukana na magonjwa ambayo yanatokana na utumiaji wa lishe ambayo sio bora katika maisha yetu. Katika shirika hili tumejifunza mambo mengi kama si vijana, na pia kupata fursa za kutambua nafasi mbalimbali ambazo tunaweza tukazitumia kama sisi vijana katika kuendelea kukua katika mwili na hata katika kiroho. Lakini tumejifunza kupata fursa mbalimbali za kiuchumi, jinsi ya kujiendeleza kiuchumi, jinsi ya kutambua fursa mbalimbali za kiujasiriamali na mambo mengine. Lakini pia tumepata ushauri kwamba si vijana inabidi tuachane na makundi mabaya ambao anaweza akatusababisha kwa namna moja ama nyingine kuingia katika vishawishi na vitendo vibaya ambavyo vitatusababishia kuharibu maisha yetu ya hapa duniani, lakini vitatutenga hata mbali na katika imani zetu za kiroho na kwa Mungu zaidi. Vijana wenzangu kwa ujumla ni washauri tu tuachane na tujifunze jinsi ya ulaji wa vyakula mbalimbali, tufanye mazoezi na vitu mbalimbali ili tuepukane na magonjwa haya ya mtindo wa maisha.
Tunashukuru Mungu kwa vijana ambao wamejifunza vitabu vya shirika hili la Home Health Education Service, tukitambua kabisa kwamba sasa hivi mitandao ya kijamii inafanya kazi kwa spidi kubwa sana, na hivyo vijana hawa wamekuwa wakipeana habari nzuri sana ambazo wanazipata kupitia katika vitabu hivi ambavyo ni vya shirika hili, vitabu vya ujasiriamali, vitabu vinavyoelekeza juu ya afya zao na malezi kwa ujumla. Na hivyo wakaamua kujikusanya na kututafuta shirika hili la Home Health Education Service, na tukakutana nao katika maeneo ya Babati na kutoa semina kwa pamoja, kwa kuwa nao vijana kutoka maeneo mbalimbali, na wamefurahia sana semina hizi, semina za ujasiriamali pamoja na semina za afya ambazo ukisoma katika vitabu mbalimbali tulivyo navyo vya Home Health Education Service vinatoa elimu nzuri sana kuhusu tuleje, tunywe namna gani, namna uandaji wa chakula chetu, chakula chenye afya, na mambo mengi ambayo yanapatikana katika vitabu hivyo, namna ya kutengeneza juisi hizo, mambo ya sharubati za kiafya. Ni wito wangu kwa vijana wengine, wasipoteze muda wao, wachukue muda kwanza wasome vitabu, na shirika hili liko kila mahali Tanzania, na kwa maeneo yetu haya hapa Babati wanapatikana, lakini pia kule Arusha tunapatikana, ofisi zetu zipo. HHES iko kila mahali na wahudumu wake wanafika kila mahali na wanafikia watu wote, na hawabagui dhehebu, hawabagui jinsia wala ni. Kuna vitabu vya watoto, kuna vitabu vya watu wazima, tuna vitabu vya malezi, tuna vitabu vya ujasiriamali, tuna vitabu vya afya ambavyo kwa kweli ukivisoma lazima ubadilike. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana kujihusisha na usomaji. Wanapopata muda wao wasiupoteze, waingie katika kusoma vitabu ambavyo vitawasaidia sana hata kujiajiri. Ni wito wangu kwa wazazi pia, wapeni watoto, wapeni vijana nafasi au fursa. Wasikilizeni vijana, wana vitu vingi, msiwapuuze. Vijana ni jeshi kubwa ambalo linahitaji kutiwa moyo. Vijana wanapaswa kuelekezwa. Vijana wana mbio lakini hawajui njia. Tunapaswa kuwaelekeza, tunapaswa kuwaonyesha njia inayofaa, tunapaswa kuwatia moyo, maana wana shauku moja ya kumjua Mungu, lakini pia wana fukuto ndani yao ya kuleta mabadiliko. Tuwatie moyo, maana ulimwengu tunaoishi sasa hivi umechafuka na mambo ya ajabu ya hovyo katika mitandao. Badala vijana wapoteze muda katika kuangalia vitu visivyofaa, hebu wazazi tuchukue jukumu kuwasisitiza vijana wetu kusoma na kuyatenda yale ambayo wanajifunza katika vile vitabu, na tutazidi kuona mabadiliko kwa vijana wetu katika familia zetu.